Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Hii leo tunaangazia upatikanaji wa chanjo barani Afrika, pamoja na faida na changamoto za kutolewa huduma hii ya afya. Weka maoni yako kwenye mtandao wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Kennedy Wandera. Asante sana Ann. Tuanzie huko Yaounde, Cameroon. Kanisa Katoliki nchini Cameroon limeomba kuwepo amani nchini humo, huku taharuki ikitanda nchini na hofu ya vurugu ya kisiasa punde matokeo ya uchaguzi yakitangazwa. Kiongozi wa upinzani Issa Chiroma Bakari amejitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Oktoba 12 na kusisitiza alimshinda rais mkongwe Paul Biya anayenuia kuongoza kwa muhula wa 8. Tayari Biya wa miaka 92 ameongoza Cameroon kwa miaka 43. Hata hivyo, tangazo la kiongozi huyo wa upinzani limekosolewa na serikali kama ukiukaji wa sheria za uchaguzi. Tume ya uchaguzi nchini humo ina hadi tarehe 27 mwezi huu kutangaza mshindi wa kura ya urais. Wafuasi wa Chiroma wameapa kumlinda kwa vyovyote na kuhakikisha haki yake kama mshindi wa urais inaheshimiwa. Hali ya sasa ya kisiasa inazua wasiwasi wa kuzuka ghasia katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Huko Abidjan, Ivory Coast, na umoja ambalo jamii zimegawanyika kutokana na vurugu za uchaguzi, limeanza kampeni kuwarai wakazi kufunga ndoa kati ya mahasidi wa kisiasa. Wanaharakati wa amani wametetea hatua hii na kusema italeta tija na kuokoa maisha kati ya wafuasi wa mirengo tofauti ya kisiasa. Wito huu unaonekana kuitikiwa na wengi na makumi ya wanaume na wanawake ambao wameanza kufunga ndoa. Aidha, vijana kutoka pande zote wameungana pamoja kueneza ujumbe wa amani wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Ivory Coast inatarajiwa kupiga kura mwishoni mwa juma kumchagua kiongozi mpya, na rais wa sasa Alassane Ouattara anagombea mhula wa 4 kuongoza taifa hilo la Afrika Magharibi. Nchini Nigeria, jeshi la polisi lilitumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika mji mkuu wa Abuja kushinikiza kuachiwa huru kwa kiongozi mwanamapinduzi Nnamdi Kanu. Waandamanaji hao wametaka kiongozi huyo anayetetea eneo la Biafra kujitenga na Nigeria kuachiwa huru mara moja. Kanu anakabiliwa na makosa ya ugaidi na kuongoza vuguvugu haramu lifahamikalo kama Indigenous People of Biafra IPOB. Amekuwa kizuizini tangu mwaka 2021 na amekanusha madai hayo. Mwanamapinduzi huyo aliye na uraia wa Uingereza anatetea kuwepo kwa taifa huru la Biafra kusini mashariki mwa Nigeria. Licha ya kuwekwa kizuizini, Nnamdi Kanu anao ufuasi mkubwa kusini mashariki mwa nchi hiyo. Na wakazi wa mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur nchini Sudan wamelazimika kuchimba mahandaki na kujificha ndani kuokoa maisha yao. Hili linatokana na mashambulio ya anga na ardhi, hali ambayo imewalazimu wakimbizi waliotafuta hifadhi hospitalini na kwenye msikiti kulazimika kutafuta maeneo mengine salama. Wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF chini ya uongozi wa Hamdan Dagalo wamekuwa wakikabiliana na wanajeshi chini ya uongozi wa Abdel Fattah al-Burhan wanaoshika doria mji huo baada ya kuondolewa maeneo mengine magharibi mwa Darfur. Jeshi la Burhan limekomboa maeneo mengi nchini humo, lakini limezidiwa nguvu katika jimbo la Darfur ambalo ni ngome kuu ya RSF. Vita vya zaidi ya miaka 2 nchini Sudan vimesababisha vifo vya maelfu ya raia, huku mamilioni ya wengine wakiachwa bila makao, chakula na mahitaji mengine muhimu. Kwako Ann.
Wakati Afrika ikiendelea kukabiliwa na changamoto ya ukosefu wa kinga, janga la COVID-19 lilichukuliwa na nchi kama Rwanda kujiandaa kuhusu kujitosheleza kwa chanjo kwa ajili ya wakazi wake. Rwanda kwa sasa imeanza harakati za awali za ujenzi wa kiwanda cha kutengeneza chanjo kwa ushirikiano na wahisani. Taarifa ya mwandishi wetu Silvanus Karemera na maelezo zaidi. Wakati serikali ya Rwanda ilipochukua hatua za haraka wakati wa janga la COVID-19, haikujipanga tu kwa kukabiliana na janga hilo, bali ilianzisha mabadiliko makubwa katika jinsi chanjo zinavyosambazwa na kutengenezwa nchini. Sasa, tofauti na hapo awali, jambo muhimu si tu kupata chanjo, bali pia kuhakikisha zinawafikia watu pale walipo na wakati zinapohitajika, na kuifanya Rwanda sasa kuwa nchi inayosaidia kuzitoa badala ya kuzitengeneza. Hivi sasa upatikanaji wa chanjo nchini Rwanda umepiga hatua kubwa. Kwa upande mmoja, chanjo za kawaida za watoto zinaendelea kupatikana kwa wingi, na nchi imejizatiti kufikia kila mtoto kwa chanjo za utotoni, na imezindua juhudi ya kusambaza chanjo kwa 100% kwa watoto, ikiashiria kwamba takribani 96% wamepata chanjo tayari, na wale wachache waliosalia watafikiwa kutokana na kwamba baadhi ya wazazi hawalichukulii swala hilo la chanjo kama la msingi. Baadhi ya wazazi na wachambuzi wa hali hii mjini Kigali wanasema kwa sasa hali ni nzuri. Tukizungumzia kwa kweli kwa upande wa chanjo, Rwanda imesimama vizuri. Kwa kweli Rwanda iko vizuri, na hili limethibitika sana sana kipindi cha COVID-19 ambapo serikali ya Rwanda iliweza kuagiza chanjo nyingi kiasi kwamba hakuna raia ambaye hakupata chanjo kipindi hicho. Kwa hiyo ni tofauti na nchi nyingine ambako tulikuwa tunasikia kwamba raia wamekosa chanjo, yani ilikuwa inaonekana ni matatizo, shida, na hata vifo vilivyotokea Rwanda kwa sababu ya COVID vilikuwa ni vichache sana, na hiyo ilikuwa ni kwa sababu serikali iliweka nguvu sana kwenye upande wa kuwapatia raia chanjo. Na kwa muendelezo huo, hata baada ya COVID, Rwanda imeendelea kusisitiza au kuweka mkazo kwenye upande wa chanjo, kiasi kwamba imefikia hatua sasa inajenga kiwanda cha chanjo hapa mjini Kigali kwa kushirikiana na serikali ya Ujerumani. Na kwa namna moja ama nyingine hilo linasaidia raia wa Rwanda kuwa na afya nzuri, kwa sababu hata katika makuzi ya watoto, vile tumejifungua watoto, ili mtoto akue vizuri inabidi apatiwe chanjo kadhaa. Kwa hiyo serikali ikiweza kuwa na kiwanda au ikiweza kuwa na uwezo wa kuziagiza zile chanjo zikawepo kwa wingi, ni rahisi sana kwa raia, hasa watoto, kupata zile chanjo zinazotakikana kupewa watoto kwa muda sahihi na kwa kiasi kinachofaa. Kwa upande mwingine, serikali imeendelea kusema kwamba inaendelea na jitihada za kujiandaa kwa vitisho na majanga ya kiafya yanayoweza kulipuka katika siku zijazo, kwa kujenga uwezo wa kutengeneza chanjo za hapa nchini na kuimarisha mamlaka ya udhibiti pamoja na mifumo ya usambazaji. Katika kipindi cha miaka 2 iliyopita, Rwanda imezindua kampeni ya dharura za chanjo kwa ajili ya majanga mapya. Kwa mfano, wakati ugonjwa wa virusi vya Marburg ulipotokea, Rwanda ilipokea dozi za mwanzo za chanjo ya jaribio, ikaanza kuwachanja watu walio katika hatari kubwa kama wahudumu wa afya na kutumia miundombinu yake kujizatiti haraka. Hii inaonyesha kuwa nchi hiyo haitegemei mifumo ya zamani tu, bali pia inaangalia tena kuibadilisha kukabiliana na hatari mpya. Hadi sasa kinaendelea kujengwa katika hatua za mwanzo kiwanda cha kutengeneza chanjo aina ya mRNA kwa ushirikiano na kampuni ya chanjo ya Ujerumani ya BioNTech, kazi ambayo ilianza mwaka 2023 na lengo likiwa ni kuanza uzalishaji wa majaribio ndani ya kipindi cha miaka 2 ijayo. Silvanus Karemera, Sauti ya Afrika, Kigali. Katika nchi jirani ya Burundi, hali ni tofauti. Taifa hilo ambalo awali lilipiga hatua katika utoaji wa chanjo, sasa linakumbwa na changamoto kubwa, hususan katika kusambaza huduma hii kwa jamii mbalimbali. Hii ni baada ya serikali kukosa ufadhili uliotolewa na mashirika ya kimataifa kama USAID. Shirika hilo limefungwa na serikali ya Marekani na hivyo kuathiri huduma nyingi za afya barani Afrika zilizotegemea msaada wake. Burundi ni moja ya mataifa hayo, na huyu hapa Ramadhan Kibuga akisimulia zaidi.
Hapa ni kituo cha afya wilayani Kabezi, nje kidogo ya jiji la Bujumbura, maeneo ya kusini. Mara 2 kwa wiki kina mama huwaleta watoto kupokea chanjo dhidi ya maradhi mbalimbali. Mama huyu mwanaye amepokea chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua. Mimi huwa najiharakisha na huwa mimi niko mwepesi. Chanjo ni bora kuliko tiba, na mtoto ambaye amepata chanjo sio mmoja na ule mtoto mwenye hakupata chanjo. Ugonjwa ukija hauwashiki sawa kwa sawa, na chanjo yenyewe ni haraka, hakuna kuchelewa, na mambo yanaenda sawa kabisa. Naye mama huyu yeye ni zamu ya mwanae kupokea chanjo dhidi ya maradhi ya kupooza ama polio. Ni kitu hakichukui muda mrefu, unakuja ni hiyo, kama ni matonya mangapi wanampa mtoto, kisha unaondoka zako unakwenda nyumbani, na ni kitu ambacho kitamsaidia mtoto katika maisha, kwani mtoto kuwa mlemavu kwa ajili ya uvivu wa kuja kupata chanjo si vizuri. Lakini pengine furaha hii ya muda mrefu ikaja kuwa karaha mnamo siku za usoni baada ya wafadhili hasa Marekani kukatisha misaada ya afya, ikiwemo ufadhili wa chanjo, kama alivyonielezea Daktari Sudi Ndikumana, mkurugenzi wa hospitali ya Shifa mjini Bujumbura. Kuna huyo msaada mkubwa ulikuwa ukitolewa na nchi ya Marekani kupitia mfumo wao mzima au shirika la USAID. Leo wanasitisha msaada mkubwa wa ufadhili wao katika mambo ya chanjo kupitia WHO. Nchi nyingi zitaathirika, hususan nchi ambazo labda zilikuwa hazijajiandaa sawa sawa, ikiwemo hata nchi yetu ya Burundi, kwa sababu tunajua kwamba chanjo ilikuwa ni muhimu sana kwa wale watoto ambao wangali wanazaliwa, kina mama ambao wako na mimba. So kutokuwa na msaada huo bitakuja kuathiri kiasi kikubwa sana mfumo mzima wa hizo nitasema program, na maradhi mengi yanaweza yakaripuka, na yalikuwa maradhi ambayo yalikuwa pengine yanaepukika kwa kupitia chanjo hizo. Kwa sababu nchi zetu na matatizo ambazo zinazo, pia na mifumo ya afya imekuwa kidogo iko chini sana, iko dhaifu. Chanjo hizi zote ni bure tangu mpango huu ulipoanza Burundi mwaka 1980, na hii ilifanya Burundi kupiga hatua kubwa kustawisha afya ya raia, kwa mujibu wa Daktari Boniface Marongo, mtaalamu wa masuala ya afya ya umma na mkurugenzi wa zamani wa mpango wa chanjo Burundi. Kumbuka kuma magonjwa mengi sana, paka kwa TB katika watoto nyingi, paka diphtheria nyingi, palikuwa malaria kukohoa kama mtu anakuwa mpaka anakuwa kama jogo, ndio kokelish kwa nyingi, palikuwa maradhi mingi, lakini hivi tukiangalia hizi maradhi hapa Burundi hivi hamna. Kuna zingine maradhi kama za kupooza. Hata tukiona statistics, tukiangalia watoto wa zamani kisi walikuwa vilema na waleo, unaona kuna utofauti mkubwa sana, yani hatua kubwa sana tumepiga. Na kwa mara ya kwanza Burundi ilizindua mapema mwezi Machi mwaka huu utoaji wa chanjo kwa watoto dhidi ya ugonjwa wa malaria, chanzo cha kwanza cha vifo kwa watoto na wakubwa hapa nchini. Lakini sasa hofu inaongezeka miongoni mwa raia kwamba kupungua kwa misaada katika sekta hii kutawaathiri pakubwa. Kungekuwepo chanjo ya malaria, sasa hivi ni kama itakuwa imesimamishwa. Kwa hiyo ni kama majonzi, tumepokea habari vibaya, kwa sababu hivi hata kama hizo chanjo zitarudishwa italazimika tulipie. Na hiyo uwezo, najua tuko wa maskini, hali ziko duni sana, kusema eti mtu aweze kupata uwezo wa kulipia chanjo itakuwa shida. Kwa hiyo itapelekea watoto maradhi yale tulikuwa tumeshayasahau yataanza tena kushuhudiwa. Serikali ya Burundi hivi karibuni kwenye kikao cha baraza la mawaziri litangaza azma yake ya kujitegemea baadaye katika sera ya chanjo, lakini wataalamu wana wasiwasi na mpango huo na kupendekeza njia za kukabiliana na hali hiyo, kama alivyonifahamisha Daktari Sudi Ndikumana. Nafikiri kwanza tujaribu kama nchi kutizama jinsi gani tunaweza tukatafuta wafadhili wengine. Lingine ni kuweza kudhibiti mifumo yetu ya afya. Mifumo ambayo ina muda mrefu labda ina matatizo ya miundombinu, ya wakufunzi, na matatizo ya madawa na nini. Kwa hiyo ni wakati wa kuweza kuipa nguvu ili kuweza kuwa na mifumo ambayo iko tayari kudhibiti hali ya mlipuko wa maradhi, wa vifo mbalimbali. Leo tuna bahati tuko katika majumuiya mbalimbali, Jumuiya East Africa Community, COMESA, CAC, hata CPG. Tunaweza tukachukua fursa hii kushirikiana na hizo nchi jirani, hizo nchi marafiki, ili kuweza kutatua matatizo kwa pamoja. Isiwi tatizo letu peke yetu, tusijifungi sana kama sisi, tuweze kufungua kabisa katika ushirikiano na wengine, ili tuweze kuwa na wepesi kuweza kupambana na hali kama hii ya kukosa msaada wa chanjo. Kulingana na takwimu mpya za mwezi Aprili mwaka huu, kuna 3% ya watoto wa Burundi ambao hawajapokea chanjo hata moja tangu kuzaliwa.
Sababu kubwa ni ukosefu wa habari za kutosha kuhusu chanjo, lakini vile dhana potovu dhidi ya chanjo pamoja na uwezo mdogo wa kuwafikia watoto wote walengwa kwenye suala la chanjo. Mimi ni Ramadhani Kibuga, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Bujumbura. Ikiwa unajiunga nasi hivi sasa, unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anne Ngugi na leo tunaangazia upatikanaji wa huduma ya chanjo barani Afrika. Na basi bila shaka msikilizaji, tunakupatia fursa murua kabisa kutoa maoni yako au mchango wako kuhusiana na matangazo yetu. Naona wengi mnajiunga nasi kwenye Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, ikiwemo pia kutoa maoni ambayo tunayakaribisha, na huenda tunapoendelea na matangazo haya tukasoma wazo lako msikilizaji. Tukisonga mbele ni kwamba shirika la afya duniani limejipata katika njia panda baada ya mamlaka za Marekani kufunga mshirika wake mkuu wa kufadhili shughuli za afya USAID. Aidha, utawala wa Marekani ulitangaza kujiondoa wanachama wa WHO na kusitisha ufadhili wowote kwa shirika hilo. Moja ya huduma ambazo zimeathirika ni pamoja na utoaji wa chanjo. Serikali za nchi hususan barani Afrika zimelazimika kutumia mfuko wa umma kununua chanjo, nyingi zikitolewa katika mataifa ya nje. Moja ya changamoto inayokwamisha usambazaji wa chanjo barani Afrika ni usambazaji wa habari potofu kwenye mitandao ya jamii, pamoja na imani na utamaduni unaopinga huduma za afya za kisasa. Kufuatia tatizo hilo, shirika la afya duniani limeomba kuwepo na ushirikiano wa karibu na mashirika ya mitandao ili kudhibiti kuenea habari zinazopotosha umma. Huyu hapa Angela Ngendo akitathmini swala hilo kwa kina. Utafiti uliofanywa na shirika la afya duniani na washirika wake lilipata kwamba 70% ya taarifa potovu husambazwa kwa haraka ikilinganishwa na kutolewa taarifa za ukweli. Hali hii imechangia sana imani ya jamii katika kupokea huduma za chanjo. Afrika ndiyo iliathirika zaidi na habari za kupotosha kuhusu chanjo, na miongoni mwa kampeni za chanjo zilizoathirika ni pamoja na chanjo ya COVID-19 pamoja na ile ya HPV inayotolewa kuzuia saratani ya shingo ya uzazi. Katika juhudi zake kufanikisha upatikanaji wa chanjo, Tume ya Muungano wa Afrika AUC pamoja na Taasisi ya Udhibiti wa Magonjwa Afrika CDC zimezindua kampeni maalum kuhusu usalama wa chanjo. AUC na Africa CDC zinasema chanjo inasaidia kuokoa maisha, kuimarisha uchumi, kwani jamii salama na nafuu inaweza kusaidia ujenzi wa taifa. Aidha, maisha ya familia huwa salama wakati wazazi wanapohakikisha wanao wanapokea chanjo dhidi ya maradhi hatari kama vile kupooza, ukambi, usonji, pepopunda, na hivi karibuni kumetokea chanjo dhidi ya Ebola na COVID-19. Kwa upande mwingine, wahudumu wa afya wametakiwa kutumia lugha ya ustaarabu wakati wanapotoa elimu ya chanjo kwa jamii. Kwa miaka mingi Afrika imekumbwa na tatizo sugu la jamii kutokuwa na imani ya chanjo. Hii ni kutokana na sababu mbalimbali. Dini na utamaduni zimechangia pakubwa jamii kutoweka maanani ya kupokea chanjo. Baadhi ya imani zimekuwa na kampeni potovu dhidi ya usalama wa chanjo, na hii imechangia mashirika ya afya kuanza ushirikiano wa pamoja na taasisi za kidini ili kuelimisha kuhusu usalama wa huduma ya chanjo. Baadhi ya mila na utamaduni wa Afrika zimekea maanani zaidi tiba asilia, na hivyo wengi kupuuza huduma za chanjo. Vikwazo vingine vinavyokwamisha upatikanaji wa chanjo ni pamoja na gharama ya juu, umbali wa vituo vya afya, taarifa potovu kuhusu usalama wa chanjo, yani side effects, umaskini, vita na miundombinu duni ambayo husababisha hata kuharibika kwa chanjo zinazostahili kuhifadhiwa kwa njia maalum. Yote tisa, tija ni kwamba heri kuzuia kuliko kutibu.
Kwa sasa shirika la afya duniani WHO pamoja na mashirika ya afya ndani na nje ya Afrika zimeridhia kwamba chanjo ni salama na huokoa maisha. Na basi shukran sana mwanahabari Angela Ngendo kwa kutufungia ukurasa huu kuhusiana na chanjo. Katika tahariri yetu leo tunarejelea mada ya ukuaji wa teknolojia. Teknolojia imekuwa tegemeo la jamii katika maisha yetu ya kila siku. Watu wengi sasa wanatumia simu za mkononi katika kuwasiliana. TEHAMA imewezesha wewe kuungana nasi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Teknolojia imeimarisha huduma za afya, elimu na hata masuala mengi katika maisha. Licha ya hatua na mafanikio haya, kumekuwa na doa kwenye teknolojia. Mitandao imetumika kuchochea chuki, kuweka taarifa potofu na mengine ambayo yanaonekana kwenda kinyume cha jamii. Huyu hapa Shisia Wasilwa akisimulia faida na doa za teknolojia. Tega sikio. Kuna maua yanayochanua katikati ya karne ya 21. Maua ya teknolojia yanapendeza, yananukia, yanavuta macho na akili. Lakini ndani ya maua yake pamejificha sumu ya upweke. Ni maua yanaua taratibu, si kwa risasi, bali kwa ukimya wa skrini na mwanga wa kifaa. Hata hivyo hakuna anayeweza kupuuza miujiza yake. Dunia imebadilika, elimu, biashara, tiba na mawasiliano sasa yamepanda farasi wa kasi ya mwanga. Rais William Ruto mwenyewe, licha majukumu yake makubwa ya kitaifa, alijisajili kuwa mwanafunzi wa shahada ya akili mnemba Artificial Intelligence katika chuo kikuu cha Open University of Kenya. Ni ishara ya enzi mpya ya usasa na uhalisia wa teknolojia. Leo chuo hicho kina zaidi ya wanafunzi 15,000 wakijifunza bila kuta wala madarasa. Teknolojia imewavika mabawa, ikiwapa uwezo wa kusoma popote, muda wote. Huo ndio uso chanya wa maua haya ya karne. Lakini upande wa pili wa ua hili lina miiba mikali. Enzi hizo familia ilikuwa chemichemi ya furaha. Meza ya chakula ilikuwa jukwaa la simulizi, vicheko na mawaidha. Leo hii meza imekuwa kaburi la ukimya. Baba amezama katika bahari ya barua pepe, LinkedIn, X na Instagram. Mama amenaswa na mitandao ya kijamii. Mtoto anapigania alama kwenye michezo ya kompyuta maarufu PC. Kila mmoja yuko, lakini hakuna aliyepo. Ni mkusanyiko wa miili bila roho wala mioyo. Hatari. Dunia imekuwa kijiji, lakini kijiji kisicho na majirani. Hakuna anayeamkua mwenzake, badala yake tunatuma emoji ya tabasamu wakati mioyo yetu imechoka na baridi. Leo mtoto anajua kutumia Google, lakini hajui kusalimia mzee. Anajua upload na download, lakini hajui kusoma hisia za uso. Jamii imegeuka kwa sinema ya kimya. Tupo hewani, lakini hatupo duniani. Tumeunganishwa kwa nyaya, lakini tumetengana kwa roho. Teknolojia si shetani, ni kioo kinachoonesha tabia zetu. Kioo kisicholaumiwa, bali anayekiangalia ndiye anayebeba hatia. Tukiamua kuvitumia vifaa hivi kwa busara, vinaweza kuwa daraja la upendo, si ukuta wa baridi. Tunahitaji mapinduzi ya pili, si ya mashine, bali ya mioyo. Teknolojia ni chombo, si Mungu. Inapaswa kututumikia, si kututeka. Turejee kwenye meza ya familia bila skrini. Tuzungumze, tusikilize, tucheke kwa sauti. Tuwafunze watoto kwamba upendo hauandikwi kwa text, bali uishi kwa macho na miguso. Tuwafunze watoto kwamba upendo haupimi kwa wafuasi, bali kwa muda tunaotoa kwa wale tunaowapenda. Turejeshe heshima ya meza ya familia, mahali ambapo sauti zinacheza, sio notifications. Kwa maana mkono wa mtu ni dawa ya mwenzake. Lakini sasa mikono yetu imefungwa kwenye simu. Tukisahau kupeana mikono, tutasahau kuwa binadamu. Na kama wasemao wanavyosema, mti ukinyoka ungali mchanga, hauhitaji kuungwa baadaye. Tukichelewa, tutalea kizazi kinachojua kuandika herufi, lakini kisichojua kuandika historia ya utu. Teknolojia ni maua mazuri, tuyastawishe, lakini tusisahau yale maua yana miiba.
Naam, msikilizaji, hebu sasa tugeukie neno la siku. Tunatizama neno mustakabali. Neno hili lina maana ya wakati ujao, baadaye, hali ya mbeleni. Kwa kimombo tunasema destiny, hatma, majaliwa ya mtu au jambo. Kimsingi linarejelea kitu ambacho kinafahamika kama future au wakati ujao au wakati wa baadaye. Mfano katika sentensi au mfano wa sentensi na matumizi yake. Elimu bora ndio ufunguo wa mustakabali mzuri wa vijana wetu. Maelezo katika sentensi hii. Mustakabali wa ustawi wa dunia unategemea sana utunzaji wa mazingira yetu. Je, msikilizaji, neno hili mustakabali walisemaje? Walizungumziaje? Utalitumia vipi katika shughuli zako za kila siku? Haya basi, uwanja ni kwako. Na hilo ndilo neno la siku. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tuendelee kuweka maoni yako kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi na uliko msikilizaji. Na vile vile tuendeleze gumzo katika mitandao yetu. Na bila shaka msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Afrika, ikiwa ni sauti yako Mwafrika. Kabla ya kufunga matangazo haya, hebu sasa tutupie macho matukio mengine duniani na Kennedy Wandera. Kanisa Katoliki nchini Kamerun limeomba kuwepo amani nchini humo, huku taharuki ikitanda nchini na hofu ya vurugu ya kisiasa punde matokeo ya uchaguzi yakitangazwa. Kiongozi wa upinzani Issa Chiroma Bakari amejitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Oktoba 12 na kusisitiza alimshinda rais mkongwe Paul Biya anayenuia kuongoza kwa muhula wa 8. Tayari Biya wa miaka 92 ameongoza Kamerun kwa miaka 43. Hata hivyo, tangazo la kiongozi huyo wa upinzani limekosolewa na serikali kama ukiukaji wa sheria za uchaguzi. Tume ya uchaguzi nchini humo ina hadi tarehe 27 mwezi huu kutangaza mshindi wa kura ya urais. Wafuasi wa Chiroma wameapa kumlinda kwa vyovyote na kuhakikisha haki yake kama mshindi wa urais inaheshimiwa. Hali ya sasa ya kisiasa inazua wasiwasi wa kuzuka ghasia katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Huko Abidjan, Ivory Coast, na umoja ambalo jamii zimegawanyika kutokana na vurugu za uchaguzi, limeanza kampeni kuwarai wakazi kufunga ndoa kati ya mahasidi wa kisiasa. Wanaharakati wa amani wametetea hatua hii na kusema italeta tija na kuokoa maisha kati ya wafuasi wa mirengo tofauti ya kisiasa. Wito huu unaonekana kuitikiwa na wengi na makumi ya wanaume na wanawake ambao wameanza kufunga ndoa. Aidha, vijana kutoka pande zote wameungana pamoja kueneza ujumbe wa amani wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Ivory Coast inatarajiwa kupiga kura mwishoni mwa juma kumchagua kiongozi mpya, na rais wa sasa Alassane Ouattara anagombea mhula wa 4 kuongoza taifa hilo la Afrika Magharibi. Nchini Nigeria, jeshi la polisi lilitumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika mji mkuu wa Abuja kushinikiza kuachiwa huru kwa kiongozi mwanamapinduzi Nnamdi Kanu. Waandamanaji hao wametaka kiongozi huyo anayetetea eneo la Biafra kujitenga na Nigeria kuachiwa huru mara moja. Kanu anakabiliwa na makosa ya ugaidi na kuongoza vuguvugu haramu lifahamikalo kama Indigenous People of Biafra IPOB. Amekuwa kizuizini tangu mwaka 2021 na amekanusha madai hayo. Mwanamapinduzi huyo aliye na uraia wa Uingereza anatetea kuwepo kwa taifa huru la Biafra kusini mashariki mwa Nigeria. Licha ya kuwekwa kizuizini, Nnamdi Kanu ana ufuasi mkubwa kusini mashariki mwa nchi hiyo. Na wakazi wa mji wa El Fasher katika jimbo la Darfur nchini Sudan wamelazimika kuchimba mahandaki na kujificha ndani kuokoa maisha yao. Hili linatokana na mashambulio ya anga na ardhi, hali ambayo imewalazimu wakimbizi waliotafuta hifadhi hospitalini na kwenye msikiti kulazimika kutafuta maeneo mengine salama. Wapiganaji wa Rapid Support Forces RSF chini ya uongozi wa Hamdan Dagalo wamekuwa wakikabiliana na wanajeshi chini ya uongozi wa Abdel Fattah al-Burhan wanaoshika doria mji huo baada ya kuondolewa maeneo mengine magharibi mwa Darfur. Jeshi la Burhan limekomboa maeneo mengi nchini humo, lakini limezidiwa nguvu katika jimbo la Darfur ambalo ni ngome kuu ya RSF. Vita vya zaidi ya miaka 2 nchini Sudan vimesababisha vifo vya maelfu ya raia, huku mamilioni ya wengine wakiachwa bila makao, chakula na mahitaji mengine muhimu.
Na kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Tupo kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ann Ngugi na kutakia siku njema. Kwaheri.